wa Simba. Najitambulisha kwa jina langu kama Jesse Lelevu. Mimi nimekuja kwa ajili ya kuongelea jambo hili la tarehe 3 ambalo limekuwa ni gumzo kwa nchi nzima, kwa dunia nzima. Gumzo ya mechi ya Simba na Yanga, ambapo Yanga waliondoka wachezaji kwenda kubadilishia nyumba jirani. Tumeambiwa tutoe maoni, na mimi nimekuja na maoni yangu kama mama wa Simba. Hili jambo sio la kawaida kusema kwamba yani wale wana uwezo wa kuamua kwa uamuzi wao kwamba watoke hapa wavunje kanuni na sheria iliyowekwa na bodi ya ligi, na wao wenyewe wanajua taratibu, watoke hapo waende kwenda kukodi nyumba jirani kwa ajili ya kwenda kubadilishia nguo. Ni kitu ambacho ni kigumu sana. Yani ina maana mpaka ya yote wanaoyafanya kuna kitu ambacho wanachojivunia. Hawezi kufanya kwamba ni kitu cha kawaida kabisa. Yaweza kuwa, mimi sizungumzi kwamba yani mimi najua au nini. Yaweza kuwa kuna kitu ambacho kinawapa kiburi, labda kuna kiongozi au labda kwenye bodi ya ligi, kwenye mambo ya yani kwenye uongozi wa mpira, labda kuna kitu ambacho wanachojivunia. Sasa mimi kwa ushauri wangu nilichokuwa nawaza kwa mawazo yangu, ili kuweza kuokoa mpira wetu wa Tanzania, kuweza kuokoa hata hii AFCON inayokuja, ni kitendo cha kufanya utaratibu mmoja. Kama kweli labda kuna watu ambao wanawapa viburi, labda kuna upande wa serikalini au hao wa bodi ya ligi, maana ni kitu ambacho kinachoonekana, yani kinaonesha kwamba yani hawa watu, kuna watu ambao wanawapa viburi. Yani aidha ni mtu ambao yupo juu zaidi, mkubwa zaidi, au sijui ni vipi. Yani kwa sababu tunaujiuliza maswali, yani kwa sababu hawa ni watu, ni wasomi, wanaosimamia hii timu ya Yanga ni watu ambao ni wasomi. Kuna engineer amesoma, kuna huyu sijui ni nani, yani wote tuseme wana elimu, na ina maana wana utambuzi, wanaelewa. Na jambo linaloweza kushangaza, hivi kweli mtu unakuwa unajua kwamba wewe ni Muislamu, una dini yako, alafu unaenda kuamini masuala ya uchawi? Unaamini uchawi kweli? Sawa, yafanye hayo mambo, lakini usiaidhinishe. Unatoka hapo unaidhinisha uchawi kwamba tumefanywa hivi. Kwa hiyo kile kitu ambacho walichoshtuka wakajua wamefanyiwa, yaweza kuwa na wao ndio hicho ambacho wanakiandaa kutufanyia, lakini kwa sababu Mwenyezi Mungu ni fundi, ni Mungu anayeweza yote, wanafanya hayatupati, na wachezaji wetu hayawapati. Sasa jambo la kushauri ni kwamba kama kuna kiongozi kweli yoyote yule yupo ambao yupo anawapa kiburi, kwa sababu sio kusema kwamba huu mpira sio kusema kwamba ni kwa sababu wanaharibu kwa ajili ya Simba, kwa ajili labda ya Yanga, kwa ajili yani kwa ajili ya Tanzania nzima, ambapo hii Tanzania kiongozi wetu, mama yetu anayependa mpira, Mama Samia. Sasa kile kitendo labda inaweza kuwa yani kupenda mpira na kuwapa kipaumbele, na ile kukaa kuongea naye, kuwaweka mbele, yaweza kuwa wakawa wamepata kiburi, na kile kiburi kimewalevya. Lakini mimi nina imani kabisa Mama Samia ni mtu ambaye yani yani ni mtu anayeelewa, ni mtu anayependa mpira, ni mtu anayependa yani anapenda nchi yetu ya Tanzania. Ni watu ambao wanatengeneza taharuki tu ili nchi yetu ya Tanzania iweze kupata kuingia kwenye kashfa ambayo haina maana.
Sasa ni mimi ushauri nilichokuwa na shauri, kama kweli kuna kiongozi yeyote yule, kama kuna viongozi wowote wale ambao labda wapo upande wa Yanga au mimi nilikuwa naona wangeweza kujiweka pembeni ili huu mpira waachie au tuachie mpira wetu ili tuweze kuona kwamba huu mpira wetu tunaufikisha wapi. Maana kuna AFCON inakuja, kuna Taifa Stars hii hapa, nao mpira ni wa Tanzania na yote yanayofanyika Tanzania. Haya, mnauokoaje huu mpira? Ili jambo mnalitengenezaje ili liweze kufutika, ili hata wote walioona, kwa sababu ni dunia nzima, ni kila mmoja ameona na amesikia hili jambo tunavyozungumzia, na maana kila mmoja amesikia. Haya, mnalitengenezea mazingira gani ili muweze kulifuta hili jambo? Maana imekuwa ni mambo yanayojirudia. Inaonekana hata TFF, hata bodi ya ligi, ina maana wanasapoti, ndio maana unakuta kwamba wanakuwa na kiburi. Yale madaraka na viburi vimewalevya, wameelewa madaraka. Tulikuwa tunaomba bodi ya ligi msimame na serikali iingilie kati, ili jambo liingilie kati, wapewe adhabu, faini ambayo ni kubwa, adhabu ambayo ni kubwa, ili hata yule mdhamini wao aweze kushtuka na aweze kuona kwamba kitu wanachokifanya sio kizuri. Hiki kiburi kiweze kuondoka, kwa sababu hii yani imekuwa ni too much kabisa. Sio mpira tena, imekuwa ni kama vile yani sijui ni danguro. Kama mtu unatoka kule kiongozi kabisa, benchi la ufundi, unaenda kumwaga maji. Hivyo vitu vingefanywa na wachezaji, hivyo vitu vingefanywa labda na watu wengine ambao ni hao, hata wale wanaokota mpira wangewapa, wakamwaga pale, wakaingia wakamwaga wakaondoka. Lakini mpaka benchi la ufundi kabisa, na alikuwa amevaa mavazi ya benchi la ufundi, unatoka pale benchi la ufundi unaenda kufanya vitu vya namna hii. Hatukatai kwamba vifanyike kwenye hizi timu, lakini fanya basi hata kwa hekima basi. Tumia hata hao wachezaji, tumia hata watu wengine. Mimi hilo mama wa Simba ndio nilichokuwa ushauri wangu nazungumzia. Kwa sababu hata Simba na wao wenyewe wataenda kufanya vile vile watakapowaachia hawa. Ina maana sipopewa adhabu kubwa, hata Simba watafanya. Hata hao hata wengine hao ambao ni Taifa Stars watafanya. Mpira wetu tunauharibu. Mimi nimetoa maoni yangu.